niungane na wazungumzaji kutambua itifaki, lakini kwa mahususi nitaje wachache kwa heshima yao na uzito wao. Mheshimiwa Barosiro, Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mizengo Pinda, Waziri Mkuu mstaafu na mwenyekiti wa Baraza la Kumshauri Mheshimiwa Rais katika masuala ya kilimo na chakula, Mheshimiwa Samuel Malecela, Waziri Mkuu mstaafu na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mstaafu, Mzee Philip Mangula, makamu wa Chama cha Mapinduzi mstaafu, ndugu Agri Mwanri, naibu katibu mkuu wa CCM Bara, Mheshimiwa Deodatus Mwanyika, mwenyekiti wetu wa kamati ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo, Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Mpogolo Kusiluka, katibu mkuu kiongozi, Mheshimiwa Daniel Godfrey Chongolo, mbunge na waziri wa kilimo, Mheshimiwa Rosemary Sitaki Senyamule, mkuu wetu wa mkoa wa Dodoma na mwenyeji wetu, Mheshimiwa Halima Omar Dendegu, mkuu wa mkoa wa Singida. Waheshimiwa wananchi, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda kutumia nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na utukufu kwa kutujalia uhai, afya njema na kutuwezesha kushiriki katika kilele cha maonesho ya kilimo, mifugo na uvuvi na sherehe za 88 kitaifa zinazofanyika hapa jijini Dodoma katika viwanja vya Dr. John Samuel Malecela Nzuguni. Aidha, naomba nitumie nafasi hii kukushukuru wewe Mheshimiwa Rais kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika kilele cha maonyesho haya yenye kauli mbiu tambua soko, ongeza tija, tekeleza dira ya 2050. Mheshimiwa Rais, naomba kutumia nafasi hii kukushukuru kwa namna ambavyo umeendelea kuzipa kipaumbele sekta za kilimo, mifugo na uvuvi katika juhudi zako za kuwaletea Watanzania maendeleo, hususan wanawake na vijana. Mheshimiwa Rais, katika kutekeleza azma hiyo, umeongeza bajeti ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kutoka shilingi bilioni 168.25 mwaka 2022/23 hadi shilingi bilioni 433.38 mwaka 2026/27. Naomba tumpigie makofi. Mheshimiwa Rais, uliponiteua mimi kuwa mbunge, kamati yangu ya kwanza ilikuwa ya kilimo, mifugo na uvuvi. Kwa hiyo ninayoyasema niliyashuhudia katika kamati na sasa nimekutana nayo baada ya kuniteua nikiwa waziri katika sekta hii ya mifugo na uvuvi. Kutokana na ongezeko hilo la bajeti, Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeweza kutekeleza majukumu ya wizara na kupatikana kwa mafanikio makubwa kama ifuatavyo na kwa mukhtasari. Kwanza, kuongezeka kwa thamani na idadi ya mifugo. Thamani ya mifugo hapa nchini imeongezeka kutoka shilingi trilioni 26 bilioni 571 milioni 687,749 elfu kwa mwaka 2020-2021 wakati unaingia madarakani, na kwa sasa thamani hiyo ipo katika viwango vifuatavyo, kwa maana ya shilingi trilioni 33 bilioni 216
1,845,677 kwa mwaka ulioisha wa 24/25 kwa makundi yote ya mifugo. Aidha, idadi ya mifugo imeongezeka ikiwemo ng'ombe kutoka milioni 39.2 hadi milioni 40.57. Mbuzi wameongezeka kutoka milioni 28.59 hadi milioni 29.99, na kondoo wameongezeka kutoka milioni 9.67 hadi milioni 9.94, na kuku wameongezeka kutoka milioni 108.22 hadi zaidi ya milioni 113.36. Na hapa ni mshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu wakati anazindua shughuli hizi za 8-8 hapa kwenye viwanja hivi tarehe 1 mwezi wa 8, alituzindulia mkakati wa ufugaji wa kuku wa miaka 10, na hii ni kutokana na maelekezo yako. Tunakushukuru sana na tuko tayari kuutekeleza mkakati huo ambao una umuhimu mkubwa katika maisha ya kiuchumi ya wananchi wengi walioko hapa nchini. Eneo la pili ambalo limekuwa na mafanikio linahusu malisho. Na hapa malisho tukimaanisha ardhi kwa ajili ya malisho. Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa kushirikiana na Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi imeandaa mipango ya matumizi ya ardhi inayowezesha kutenga hekta milioni 196,324.25 za maeneo ya malisho na kufanya ardhi iliyotengwa kwa ajili ya malisho kufikia hekta milioni 3.69 kwa mwaka 25-26. Na hii ni ongezeko la kutoka hekta hekta milioni 3.49 mwaka 24-25. Aidha, hadi kufikia Aprili 2026 hekta milioni 1.35 katika vijiji 365 zimepimwa na kutangazwa kwenye gazeti la serikali. Na kwa mujibu wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, tumepangiwa kuongeza upangaji wa ardhi kwa ajili ya malisho kutoka kiwango cha sasa cha hekta milioni 3.6 hadi hekta milioni 6 ifikapo mwaka 2030. Hata hivyo, Mheshimiwa Rais, naomba nitoe indhari kidogo kuhusu tabia mbaya miongoni mwa baadhi ya watumiaji wa ardhi. Panapotokea migogoro, badala ya kuisuluhisha kwa kufuata taratibu za kisheria, baadhi yao wanachukua sheria mkononi, na serikali yako haitavumilia vitendo hivyo. Na mara nyingi umesema usingependa wananchi kugombana na kuwa na chuki miongoni mwao kwa sababu ya migogoro ya ardhi, na jambo hili sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu ameelekeza serikali nzima tulisimamie kuzuia hali hiyo isiendelee. Eneo la tatu ambalo tumepata mafanikio makubwa ni eneo la udhibiti wa magonjwa ya mifugo. Mheshimiwa Rais, wizara imeendelea kutekeleza kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo, kampeni ambayo uliizindua wewe mwenyewe tarehe 16 Juni 2025 mkoani Simiyu. Ninakupongeza na kukushukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais, kwani kiasi cha shilingi bilioni 216 ulichokitoa kwa ajili ya utekelezaji wa mpango wa chanjo na utambuzi wa mifugo kwa kipindi cha miaka 5 kimeiwezesha wizara kuimarisha huduma ya afya ya mifugo, ikiwemo kudhibiti na kuzuia magonjwa. Matokeo ya kampeni hiyo yamewezesha kufungua soko la chanjo za mifugo zinazozalishwa ndani ya nchi kwa soko la nchi za Mongolia, Ghana na Botswana. Aidha, jitihada hizo pia zimesaidia kufungua soko la mayai na vifaranga vya kuku katika nchi za Ghana, Sierra Leone, Ivory Coast na China. Na tumeweza kulifikia soko la nyama ya ng'ombe, mbuzi na kondoo kwa nchi za Saudi Arabia. Hii imetokana na Tanzania kukidhi
takwa la Shirika la Afya ya Wanyama Duniani kwa kufanya biashara salama ya mifugo na mazao ya mifugo. Na leo wakati tunakukaribisha, umetoa maelekezo kwamba katika viwanja hivi tukaribishe sekta binafsi iweke duka la huduma ya dawa za mifugo kwa mwaka mzima. Na hapa nafungua milango hiyo, sekta binafsi jitokezeni, mtapata eneo hapa, mje mjenge maduka makubwa ya kuuza dawa na chanjo kwa ajili ya kuimarisha afya ya mifugo. Eneo la tatu, Mheshimiwa Rais, la mafanikio ni ujenzi wa miundombinu ya mifugo. Wizara kupitia maelekezo yako imeweza kuboresha miundombinu ya mifugo ikiwemo minada, majosho, mabwawa, visima, maghala na vituo vya kukusanyia maziwa. Aidha, tumepata fedha za kuboresha mazingira ya kazi kwa maafisa ugani na maafisa wa mifugo na hasa kuwapatia vyombo vya usafiri. Niseme kidogo mafanikio katika sekta ya uvuvi na hasa uzalishaji wa samaki. Mheshimiwa Rais, kumekuwepo na ongezeko katika uzalishaji wa samaki kutoka tani 412,821.67 kwa mwaka 24-25 hadi kufikia tani 600,000 kwa mwaka 2026. Hata hivyo, ongezeko hili halikidhi mahitaji yetu. Bado tuna uhaba mkubwa wa samaki, sio kwa sababu uzalishaji umekuwa mdogo peke yake, lakini pia tabia ya wananchi kula samaki nayo imeongezeka na kuchangia. Hali hii imesababishwa na kuongezeka kwa uwekezaji katika ufugaji wa samaki kwa vizimba na mabwawa, na hivyo kuongeza mchango wa sekta kwenye pato la taifa kutoka 1.6 mwaka 2024 hadi 2.2 mwaka 25. Pia katika kipindi hicho sekta ya uvuvi imekuwa kutoka 2.3 hadi 6.3. Haya ni mabadiliko makubwa katika kipindi kifupi. Niseme kidogo kuhusu ujenzi wa bandari ya uvuvi Kilwa Masoko na mpango wa kujenga bandari mpya ya uvuvi Bagamoyo. Mheshimiwa Rais, mradi huu wa ujenzi wa bandari ya uvuvi Kilwa Masoko wenye thamani ya shilingi bilioni 280.58 umefikia 99.99%. Na kwa ufupi ni sawa na kusema mradi huu umetekelezwa na umekamilika. Uwekezaji huu utawezesha ongezeko la meli za uvuvi zinazovua mazao ya uvuvi katika ukanda wa uchumi wa bahari ya Tanzania na bahari kuu, na ambao meli hizo zitaweza kutia nanga na kushusha samaki na hivyo kuchochea upatikanaji wa ajira za moja kwa moja kwa kiasi cha ajira 3,000 za moja kwa moja na ajira 30,000 zisizo za moja kwa moja. Na hapa ni kuombe Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako na kulingana na ratiba yako, wakati wowote kuanzia sasa, sisi tuko tayari kukupokea Kilwa Masoko uzindue bandari hii ya kisasa. Nizungumzie kidogo uwezeshaji wa wananchi kupitia miradi ya ufugaji wa samaki kwa vizimba. Mheshimiwa Rais, jumla ya vizimba 703 vya kufugia samaki pamoja na pembejeo zake vikiwa na thamani ya shilingi bilioni 17.98 vimekopeshwa kwa wananchi ikiwemo vijana wa BBT kwa masharti nafuu. Mikopo hii nafuu imesababisha kuongezeka kwa uzalishaji wa mazao ya uvuvi kama nilivyoeleza hapo juu. Na hapa tunakushukuru kwa kutekeleza ahadi yako uliyotoa wakati wa uchaguzi ya kutenga bilioni 200 kwa ajili ya kuwawezesha vijana. Sisi Wizara ya Mifugo na Uvuvi peke yake tumepokea bilioni 30 tayari na bilioni 7 tumeshazigawa na tuko katika utaratibu wa kugawa bilioni 23 kupitia benki yetu
ya maendeleo ya kilimo. Tunakushukuru sana na kupongeza katika eneo hilo, lakini tunakuahidi kwamba maelekezo yako ya kuelekeza nguvu katika kufuga samaki kwa vizimba katika bahari ya Hindi tumeanza kuyatekeleza kwa kuanza na utafiti, na matokeo ya utafiti yanaonyesha dalili kwamba jambo hilo tutalitekeleza vizuri. Mheshimiwa mgeni rasmi na rais wetu, naomba kumalizia kwa kushukuru tena kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika siku ya leo, na napenda kukuahidi kuwa sisi wizara za Kilimo, Mifugo na Uvuvi, kwanza tuko tayari kufanya kazi kama timu moja, lakini pia tuko tayari kutekeleza maelekezo yako utakayoyatoa leo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kazi na utu, nasonga mbele. Kazi na tabasamu.